Yes, bana, mambo vipi mtazamaji wa Biomedia Channel popote pale ambako unatazama? Karibu sana tuangazie habari upande wa siasa ambako leo hii mwanadada Mange ametoboa siri kesi ya uhaini ambayo inamkabili Tundu Lissu imesimamishwa na kuhamia mahakama ya rufaa. Mambo yamezidi kuwa magumu. Sasa tuliangazie kwa kina hili ikiwa ni kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu inaingia katika hatua mpya baada ya kuhamishwa mahakama ya rufani. Na hatua hii imetokana na Jamhuri kufungua shauri la mapitio kupinga uamuzi wa mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam ambao ulitupilia mbali ombi la upande wa mashtaka la kuwasilisha ushahidi mpya. Nikukumbushe kwamba mnamo Februari 18 mwaka 2026 Jamhuri iliweza kuwasilisha taarifa chini ya kifungu cha 308 cha sheria na ya mwenendo wa jinai CPA sura ya 20 iliyorekebishwa mwaka 2023 ikiomba kuruhusiwa kuongeza ushahidi wa nyongeza kupitia ACP Amani Mahamba ambaye alikuwa kiongozi wa timu ya upelelezi. Hata hivyo basi, pingamizi lililowasilishwa na Lissu lilikubaliwa na mahakama kuu ambapo jaji Dustin Nduguru alieleza kuwa kifungu hicho hakitoi nafasi ya kupokea taarifa ya aina hiyo. Na kwa mujibu wa uamuzi huo, notisi ya upande wa mashtaka haikuangukia ndani ya masharti ya kifungu husika, hivyo ikatupiliwa mbali. Uamuzi wa jaji Nduguru ulisitiza kuwa haki za mshtakiwa lazima zilindwe na kwamba taratibu za kisheria haziwezi kupindishwa kwa manufaa ya upande mmoja. Hivyo basi, mahakama iliona kuwa kuongezwa kwa ushahidi huo kungeathiri mwenendo wa kesi na kuibua maswali kuhusu usawa wa pande mbili. Na kwa mantiki hiyo basi, mahakama kuu ilisimamisha usikilizwaji wa kesi ya uhaini hadi pale mahakama ya rufani itakapotoa uamuzi wa shauri la mapitio lilofunguliwa na Jamhuri. Kesi hii sasa mtazamaji imeingia katika hatua nyeti ambapo mahakama ya rufani italazimika kutoa tafsiri pana ya kifungu cha 308 na kuamua iwapo notisi ya ushahidi mpya inaweza kupokelewa. Na uamuzi wa mahakama ya rufani utakuwa na athari kubwa sana, si tu kwenye kesi ya Lissu bali pia kwa mwenendo wa kesi nyinginezo za jinai nchini. Ikiwa mahakama ya rufani pia itakubali na kukubaliana na Jamhuri, itafungua mlango wa kuongeza ushahidi hata katika hatua za kati za usikilizwaji wa kesi. Lakini iwapo itakubaliana na mahakama kuu, itaimarisha msimamo kwamba taratibu za kisheria lazima zifuatwe kwa ukamilifu bila kupindishwa. Kesi ya Tundu Antipas Lissu imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na wananchi pamoja na wadau wa siasa kutokana na nafasi yake kama kiongozi wa upinzani. Hatua pia ya kusimamishwa kesi hiyo na kuhamishwa mahakama ya rufani imeibua mjadala mpya kuhusu uhuru wa mahakama na usawa wa kisiasa nchini. So, kwa upande wa mmoja, wafuasi wa Lissu wanaona hatua ya Jamhuri kama jaribio la kupindua haki na kuendeleza shinikizo la kisiasa. Lakini kwa upande mwingine, wapo wanaoamini kuwa Jamhuri inatekeleza wajibu wake wa kuhakikisha kuwa ushahidi wote muhimu unawasilishwa ili haki itendeke. Kesi za uhaini mara nyingi huibua hisia kali katika jamii kwa sababu zinahusiana na usalama wa taifa na uhalali wa uongozi wa kisiasa. Na katika historia ya Tanzania na mataifa mengineyo, kesi za aina hizi zimekuwa zikihusishwa na mvutano wa kisiasa na mara nyingine hutazamwa kama kipimo cha uhuru wa mahakama. Na kwa upande wa Tundu Antipas Lissu ambaye tayari amewahi kukumbwa na changamoto mbalimbali za kisiasa na kiafya, kesi hii inachukuliwa kama sehemu ya safari yake ya kisiasa yenye changamoto pamoja na mapambano ya kudumu. Mahakama ya rufani sasa imepewa jukumu la kutoa uamuzi utakaokuwa rejea ya kisheria kwa siku zote zijazo, na uamuzi wake utabeba uzito mkubwa kwa sababu utatoa mwongozo wa namna vifungu vya sheria vinavyopaswa kutafsiriwa na kutumika. Ikiwa mahakama ya rufani itasitiza msimamo wa mahakama kuu, itakuwa imetoa ujumbe thabiti kwamba haki za washtakiwa haziwezi kupuuzwa kwa kisingizio cha ushahidi mpya. Lakini wapo itakubaliana na Jamhuri, basi itafungua mjadala mpya kuhusu uwiano kati ya haki za washtakiwa na wajibu wa upande wa mashtaka. Tuko vyema sana katika kuangazia tamati ya hili itakuwa ni gani, na updates zitakuwa zinakujia kila wakati. Usiache kutufuatilia mpaka wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa.